Naam, karibu tena kwenye matangazo yetu na kukumbusha unaweza kutupata kwenye kurasa zetu @Azam TV TZ na @UTV TZ, na kama tulivyokutangazia kwenye mitandao ya kijamii kwamba leo tutakuwa na mahojiano maalum na waziri wa viwanda na biashara Seleman Jafo, mbunge, na tayari tunaye hapa studioni kwa ajili ya kuzungumza masuala mbalimbali ya viwanda na biashara. Mheshimiwa Jafo, karibu sana. Nashukuru sana ndugu yangu. Naongeleni kwa kazi nzuri. Tunafurahi kuwa na wewe kwenye matangazo yetu. Nashukuru sana. Na unasimamia sekta ambayo ni engine ya uchumi wa nchi kwa maana ya biashara na viwanda. Katika kipindi ambacho umekuwepo kwenye wizara hii, unaonaje mwenendo wa sekta? Kwanza naomba nichukue fursa hii sasa kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana ukiamka ukiwa na afya njema, na hasa unajua kipindi hiki sisi katika mchaka wa kampeni unabidi umshukuru Mwenyezi Mungu. Na ni kweli nimshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu amenipa eneo hili la kuweza kumsaidia na upande wa viwanda na biashara. Kiujumla ni kwamba hali inaenda vizuri katika maeneo yote ya biashara, lakini upande wa viwanda tukifahamu kwamba kipindi cha sasa hivi ni kipindi ambacho lazima tupambane kwa ajili ya kuongeza uchumi wetu katika nchi yetu, lakini upande wa biashara na viwanda ndio engine yetu ya maendeleo. Kwa hiyo huku kwa kweli kwa ujumla tunaenda vizuri. Lakini kwa kutupa tu kidogo waziri, kwa kutupa tu report ya mpaka tulipofikia hivi sasa, unajua miaka kadhaa iliyopita tulikuwa tunazungumza kuhusu Tanzania ya viwanda. Tukianza na eneo la viwanda, na kukawa na mijadala mingi inaendelea hasa kuhusiana na tafsiri ya kiwanda ni nini, ujenzi wa viwanda, na naamini pia kwamba ni kiu kubwa sana wa Tanzania kujua baada ya jitihada zote zile, sasa hivi tunavyozungumza nchi yetu ina viwanda vingapi na tumefikia kiwango gani kwenye uzalishaji wa viwanda hivyo? Kwanza tushukuru, ni kweli tumeenda sasa hivi kwa kasi kubwa kidogo, na hasa katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa staili aliyokuja naye imebadilisha sana katika upande wa viwanda na upande wa biashara, kwa sababu amefungua sana upande swala zima la kuvutia wawekezaji nchini mwetu, na hili limesababisha kukua kwa viwanda vingi. Na viwanda hivi vimegawanyika katika kategori vile viwanda vidogo zaidi, viwanda vidogo, vya kati na viwanda vikubwa. Takwimu sasa hivi ambazo zinatuonyesha kwamba tulipofika mwaka 2020 kwenda 21 tulikuwa na viwanda takriban 52,128. Lakini unaona trend sasa hivi kwa hali mchakato ulivyoenda kwa kasi, na hasa maeneo ya mkoa wa Pwani viwanda vingi sana vimejitokeza. Lakini katika upande wa sekta ya madini kuna viwanda vingine vidogo na vya kati vimeongezeka, na vile vile hadi sehemu ya agro processing, upande wa kuchakata mazao. Sasa hivi takwimu zinaonyesha tumefika viwanda takriban 80,000. Kwa hiyo kuna growth ya hali ya juu hapa katika upande wa viwanda. Lakini vile vile unaangalia kwamba vile vile na contribution yake ikoje katika GDP yetu. Sasa hivi manake mchango wake umefika karibuni kutoka 7% mpaka 7.3. Manake sasa tunaenda vizuri katika upande huo, lakini expectation yetu kwamba tufike muda sasa tuweze kufika 9% mpaka 10%. Kwa hiyo tunaenda vizuri katika upande huo. Kwa hiyo kiujumla kwamba mchakato wa viwanda unaenda kwa kasi kubwa sana. Lakini naomba nipongeze sana kasi kubwa inayofanyika, na hasa katika baadhi ya mikoa, hasa kuvutia uwekezaji, especially katika mkoa wa Pwani ambao sasa hivi umekuwa na kasi kubwa sana ujenzi wa viwanda. Lakini hata hivyo mikoa mingine mbalimbali unaona sasa hivi katika mikoa ambayo mwanzo ilikuwa haina viwanda kama mkoa wa Dodoma, na unaona unagrow kwa kasi kubwa. Sasa lazima kutengeneza mazingira wezeshi katika upande wa viwanda. Tunategemea viwanda kuongeza pia idadi ya ajira. Ni kwa namna gani hilo limefanyia kazi, na ongezeko hilo linaleta tija gani pia? Kwanza ni kweli tunafahamu kwamba siku zote wanazungumza hiki kitu. Ajira ndio changamoto kubwa sana duniani, na hasa kwa vijana wanaotoka katika ngazi mbalimbali, ngazi za chuo, wale certificate, diploma, degree, masters na wengine. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kubwa, na hili ina maana kwamba sera nyingi duniani, kila nchi inaweka mikakati jinsi gani kutengeneza mazingira ya ajira, na hasa ukiangalia nchi zetu zinazoendelea zimekuwa na changamoto kubwa. Vijana wengi wanamaliza vyuo lakini wanakosa ajira, na sehemu zingine utakuta kwamba imekuwa hali mbaya na sababisha singine machafuko katika baadhi ya maeneo mengine. Hata ukiangalia jirani zetu hapa unaona kwamba kipindi kile pressure ilikuwa kubwa, na hii yote kwa sababu kuna vijana wengi sana wamesoma kwa mtaani. Kwa hiyo lazima serikali itengeneze mazingira uwezeshi zaidi katika upande wa vijana katika ajira. Katika kipindi cha sasa hivi tunaona kwamba trend imekuwa sana, vijana wengi wameajiriwa katika viwanda vyetu.
takwimu sasa hivi, ngoja nita cross check vizuri, lakini unaona kama idadi kubwa sana vijana wamepata ajira hivi sasa hivi. Imechangia katika zile kapo kubwa la serikali la mpango wa serikali wa ilani ya mwaka 2020-2025 ambapo kusema kama tupate ajira karibu milioni 8. Sasa hivi unaona kama tumefika mwaka 2025, jambo hilo limeweza kufikiwa hasa katika sehemu ya kilimo na hali kadhalika upande wa viwanda. Kwa hiyo mchango umekuwa mkubwa sana katika upande wa viwanda, katika upande wa ajira, na imani yetu kubwa si kwamba huku tunakokwenda, kwa sababu mipango mikubwa ni lazima tuimarishe swala zima la ujenzi wa viwanda, na hii maana itasaidia sana katika kuchukua vijana wengi katika ajira. Na hii matarajio yetu ni kwamba miaka 5 mingine ijayo inayokuja ni kwamba mkakati huu utakuja utaweza kusaidia vijana wengi katika upande wa ajira. Matarajio yetu ni kwamba tuweze kuwa zaidi ya watu milioni 6.5 waingie katika ajira katika upande wa viwanda pekee yake, ukiachia upande wa kilimo na sekta zingine. Sawa kabisa. Kuna baadhi ya maeneo ni ya kimkakati zaidi, hasa tukigusia kwa mfano mazao ya biashara. Sisi hapa kwetu korosho ndio iko juu zaidi, na kwa kiasi kikubwa korosho ambayo inalimwa Lindi na Mtwara, asilimia takriban 90 ilikuwa inasafirishwa ikiwa ghafi bado haijakamilika vizuri, na kukawa na maelezo kutoka serikalini kwamba vitajengwa viwanda vya korosho katika mikoa ya kusini, viwanda vya kubangua korosho. Sasa hivi hali ikoje? Tumefikia wapi katika hilo? Kwanza ni kweli kubwa zaidi, kwanza kuongeza thamani, mpango wa serikali kuangalia kwamba tunatengeneza viwanda vya kuongeza thamani. Tumekuwa na changamoto kubwa, na sio barani Afrika, sio Tanzania peke yake, ni nchi nyingi barani Afrika. Tumekuwa wasafirishaji wa malighafi. Kwa hiyo manake tunasafirisha malighafi, finished products zinatokea katika nchi za wenzetu, na hili manake ukisafirisha manake unasafirisha ajira. Kwa hiyo unaona kwamba tulikuwa na changamoto hiyo. Ndio maana unaona mikakati ya serikali kwa jinsi gani tuwekeze katika mazao mbalimbali, na ikiwemo zao la korosho kuongeza thamani. Katika eneo hili unaona kwamba mipango ya serikali sasa tumeanza na mikakati mikubwa ya kuona jinsi gani tutachagiza viwanda. Leo hivi viwanda vingine vinaanza kujengwa katika maeneo mbalimbali, na tulikuwa na hapa na mkakati ikiwezekana kuvifufua vile viwanda vya mwanzo. Bahati mbaya sana kuna baadhi ya wakati tunafanya uwekezaji swala zima la ubinafsishaji, watu wengine waliochukua viwanda hawakutenda haki. Huwa siku zote natolea mfano, nasema kwamba katika watu ambao lazima tumheshimu, mimi nakumbuka mzee Baresa pale Buguruni pale kuna ile National Building zamani tunaita, ile ilikuwa ni mali ya serikali zamani, kiwanda cha usagaji na shirika la usagaji pale. Unaona jinsi gani watu wanaoishi ukanda wa pale Buguruni walikuwa wanaona National Building ya mwanzo, lakini sasa transformation ni kubwa. Mara baada ya ubinafsishaji unaona kwamba jinsi gani sasa inafanya kazi, imekuwa hub kubwa ya uzalishaji wa nafaka. Lakini bahati mbaya wengine sasa katika viwanda vya korosho wamechukua vile viwanda, kibahati mbaya hawakufanya, wamefanya kuwa magara. Ukienda kama Tunduru pale, ukienda kule Mtwara, Lindi na maeneo mbalimbali. Sasa ndio maana unaona serikali sasa hivi kupitia mwanasheria mkuu wa serikali, lakini msajili wa hazina, kuona kama maeneo mengine jinsi gani kwa kufuata utaratibu ikiwezekana irudi tena serikalini. Lengo kubwa ni kwamba kuona kwamba wapewe watu wengine waweze kuwekeza. Lakini katika hilo sasa tumechagiza vile swala zima la ujenzi wa viwanda kupitia maeneo mbalimbali. Leo hii katika mkoa wa Mtwara kunaona kwamba kuna industrial park kule imetengenezwa na chama cha ushirika. Lengo tu kwamba zinaanza mchakato wa ujenzi wa viwanda. Lakini mkoa wa Pwani kwa mfano wilaya ya Kisarawe kuna ujenzi wa kiwanda kikubwa zaidi cha kubangua korosho, ambao lengo lake ni kwamba ukanda huu wote korosho zake ziweze kubanguliwa pale. Kwa hiyo kazi hii inaendelea sasa ya kuongeza thamani, lakini bado tuna kazi kubwa, na mipango yetu huku tunakwenda mbele ya safari tuone kwamba jinsi gani sasa tutawezesha viwanda vingi sana vya kubangua korosho nchini mwetu, na sio korosho pekee yake, lakini vile mazao mengine tuweze kuongeza thamani ikiwa zao la ufuta. Serikali imekuwa ikiahidi kuwezesha zaidi viwanda vya kati, vikubwa na hata vidogo. Vipaumbele vinawekwa wapi zaidi? Katika maeneo gani ama sekta gani? Kwanza vipaumbele tumeweka kote na hasa kuangalia malighafi tunazalisha. Kwa mfano sasa hivi lengo kubwa ni kuongeza thamani. Unakumbuka kwamba siku za nyuma hata huu mpunga zamani ulikuwa unasafirisha nje ukiwa robo. Sasa hivi swala zima la kuongeza thamani katika viwanda vya kilimo imekuwa kubwa zaidi. Leo hii kwa mfano nimeona natoa mfano leo ukienda mkoa wa Morogoro, unaona mpunga wote unazalishwa kule Kilosa, unazalishwa Ifakara wote. Pale Morogoro sasa kuna viwanda vikubwa vingi sana ambavyo vinaongeza thamani kwa kiwango kikubwa, na sasa hivi bahati nzuri kazi inafanyika sasa, tunafikia mpaka tuna export nje. Hii ni kazi kubwa inafanyika, lakini ukienda katika kanda mbalimbali unaona kama ni kazi kubwa inaendelea katika upande wa hii sekta ya kilimo. Lakini upande wa madini tunashukuru sana. Unakumbuka kwamba muda mwingi sana tulikuwa tunapeleka nje madini yetu yakiwa ghafi. Kazi kubwa serikali inafanyika kupitia Wizara ya Madini. Ukienda katika mkoa kama vile Shinyanga, eneo la Kahama, swala zima ya kuchakata madini ya dhahabu
inafanyika kwa kazi kubwa sana, lakini maeneo mbalimbali unaona kama kuna kazi kubwa ya kuongeza thamani. Kwa hiyo tunaenda vizuri kwa sasa. Kuna mazao kama vile kwenye upande wa miwa, hasa katika uzalishaji wa sukari, bado hatujajitosheleza kwa kiasi cha uhitaji ambao tunao. Kuna mkakati wowote zaidi wa kukuza kwa upande huo? Kwa nchi yetu miaka mingi tumekuwa tukikumbwa na changamoto kubwa sana za sukari. Nadhani unakumbuka historia yetu toka tunakuona na sukari imekuwa ni changamoto kubwa. Mara nyingi sana tunaagiza sukari kutoka nje. Bahati mbaya sukari ya kuagiza ina faida kwa sababu watu wanapata sukari kupata mahitaji, lakini ina athari kubwa sana kiuchumi. Sasa unaona kwamba tulianza mbali kama serikali, kiwanda kile cha Kilimanjaro ambacho kiwanda cha serikali mwanzo kufanya partnership na mwekezaji na kinafanya vizuri, tunazalisha tani 100,000, lakini mahitaji yetu sisi nchini wetu ni kubwa. Mahitaji yetu kwa mfano ile sukari ya viwandani tunaita industrial sugar imekuwa ni tani 250,000. Hii hatuwezi kuzalisha, hatujaanza kuzalisha nchini mwetu. Lakini tuna sukari hii ya matumizi ya majumbani ambayo tunaita brown sugar ni tani karibuni 500,000 na karibu na 52, ambao toto kwa ujumla wake bila kuweka buffer, yani kuweka akiba ile tunapata kama tani 882,000. Sasa production yetu mpaka mwaka juzi tulifikia tani 460,000. Unaona sasa bado hatujafikiana ni hapo. Kwa hiyo unaona kazi kubwa sasa imefanyika, na hii tushukuru sana serikali imeweka mazingira mazuri ya kuweka vivutio vya uwekezaji. Leo hii tuna viwanda kadhaa. Kwa mfano tuna kiwanda kile chetu cha zamani cha Kilombero Sugar pale. Kimeenda vizuri na expansion imeenda vizuri. Na sasa hivi ifikia tani 130,000. Lakini sasa hivi kumefanyika utanuzi, unakumbuka na Mheshimiwa Rais tulienda pale kuweka jiwe la msingi. Kiwanda kile sasa kitaweza kuzalisha tani 270,000. Lakini wenzetu wa Kagera Sugar sasa hivi wanazalisha tani 130,000. Lakini Mtiguwa Sugar sasa hivi wanazalisha tani 80,000. Lakini unaona hapa karibuni kuna uwekezaji mkubwa umeendelea. Wale wenzetu kwa mfano kiwanda ambacho mzee wetu Baresa kiwanda cha Bagamoyo Sugar pale ambapo unaona sasa wao sasa wameanza na tani 18,000, sasa hivi wanaenda tani 50,000. Lakini kiwanda kile ambacho unaona kama wenzetu wa NSSF washikana na magereza, kiwanda cha Mkurazi kiko pale Morogoro pale Dakawa, maeneo ya Dakawa pale kinazalisha tani 50,000 tutakwenda. Kwa hiyo sasa hivi hii kazi kubwa inafanyika itaongeza production na bahati nzuri sasa hivi kuna uwekezaji mkubwa sana unafanyika katika bonde la Rufiji kupitia wenzetu wa Lake Group ambao hii kazi ni kubwa. Itaondoa kabisa changamoto ya sukari. Matarajio yetu ni kama itapofika 2027 sisi wa Tanzania hatutoagiza sukari. Lakini wakati huo tunaweka misingi mizuri ya kisera ya kulinda viwanda vya ndani. Unajua changamoto kubwa ni nini? Hii sukari tunaoagiza sehemu zingine ni by product. Sehemu zingine wanapozalisha sukari hii kuna kitu kingine wanaita ethanol na products zingine. Kwa hiyo sukari inakuwa ni by product. Kwao utakuta sehemu zingine imewekwa tu kama makapi, sisi unapoprocess mpunga ule makapi. Kwa hiyo mtu atakienda kuchukua kule, anachukua mzigo unaokuja hapa kwa thamani ya bei ya chini sana. It's almost kama ni negligible. Kwa hiyo akija hapa manake madhara yake inakuja kuua kabisa viwanda vya ndani. Tunapoteza ajira. Leo hii vijana waliojiriwa katika sekta ya viwanda pia yake ni vijana wengi. Takwimu zinaonyesha kabisa direct employment sasa hivi karibuni 34,000, lakini indirect employment iko 100,000 karibuni 26,000. Ukijumlisha hapo ni vijana wengi sana wameajiriwa. Lakini hapo jinsi gani wakulima wanapata swala zima la ajira kupitia serikali. Kwa hiyo eneo hili tunalifanya kazi kubwa na tunashukuru sana. Lakini waziri, swala la changamoto ya sukari limekuwa ni swala la msimu. Tuna viwanda takriban 7 na mahitaji ya sukari nchini tani 650,000 mpaka 700,000. Viwanda hivi kuna wakati vinakuwa haviwezi kutosheleza mahitaji kutokana na masuala ya kimazingira. Kwa mfano, ikitokea labda mvua zimenyesha nyingi mfululizo, miwa inapata changamoto, kwa hiyo hata uzalishaji wa sukari unapungua. Kwa hiyo kunakuwa na kile kitu kinaitwa gap sugar. Sasa ikiwa viwanda ni vile vile, na umesema mnaangalia zaidi kulinda viwanda vya ndani, kuna wakati viwanda hivi vinazidiwa na kunakuwa na uhaba mkubwa wa sukari, watu wanakosa sukari kama ambavyo ilitokea mwaka huu, mwaka jana na hata miaka ya nyuma. Ndio hapo nikwambia kwamba kuna kazi kubwa imefanyika sasa hivi. Hii expansion iliyofanyika ni kubwa zaidi. Na hii manake lazima tu appreciate juhudi za serikali na juhudi za sekta binafsi kufanya kazi. Hii niliyokueleza kwa mfano swala la Kilombero Sugar. Ndio. Kufanya upanuzi kutoka tani 130,000 kwenda mpaka tani 270,000 ni kazi kubwa. Lakini uwekezaji mpya uliokuja pale Bagamoyo. Na unaona sasa hivi kuna mashamba ya miwa mengi sasa hivi yanaupanuzi. Juzi nilikuwa nasafiri naenda Pangani pale Tanga. Unaona kazi kubwa inafanyika pale ya kilimo cha kisasa zaidi ambacho tunatarajia kwamba shamba lile pale la Bagamoyo Sugar katika kiwanda cha Bagamoyo Sugar ambao tunasema kama uzalishaji ile tija uzalishaji maana inakuwa kubwa sana kufanana kile kiwanda cha Kilimanjaro.
lakini manake hiyo yote ni new initiative, juhudi mpya kutokana na kule tulikotoka. Nimezungumzia swala la Mkulazi. Mkulazi ni kiwanda kipya. Nazungumzia swala la Rufiji Sugar. Hii yote ni juhudi kubwa ya serikali. Kwa hiyo huku nyuma tulikuwa na changamoto, ni kweli. Lakini serikali imechukua hatua kubwa sana kuweka mazingira wezeshi, na shukuru sana sekta binafsi imechukua nafasi hiyo. Imani yetu kubwa ni kwamba itapokuja 2027 swala la sukari itakuwa ni historia katika nchi yetu. Sasa maanake ni kwamba zile changamoto ambazo zimekuwa zikitokeza hasa katika msimu ambao sukari inahitajika kwa kiasi kikubwa, kwa mfano kipindi cha Ramadhani, changamoto kama hizo inabidi zisubiri mpaka 2027. Kwa wakati huu sasa, mtakuwa mnachukua hatua gani za dharura kufill gap ambalo litajitokeza kabla ya mwaka 2027? Kwanza kuna kazi kubwa imefanyika, tushukuru. Kuna kazi kubwa imefanyika na wawekezaji wetu wa ndani wameendelea kufanya kazi hiyo kubwa, lakini serikali imeweka backup mechanism, sawa, ya kuona. Unakumbuka hivi karibuni tulipitisha sheria kuipa mamlaka NFRA pale inapotokea changamoto ya sukari iweze kuchukua hiyo nafasi hiyo. Na hili kwa sababu serikali imeweka misingi mizuri. Sasa hivi kipindi tunaona kwamba tumepita Ramadhani, tumevuka mfungo wa Kwaresima, hatukusikia changamoto hii. Maana hizo zote juhudi ya serikali kuona jinsi gani inafanya kuweza kuwalinda Watanzania, huku ikiangalia kwamba na sekta ya ndani iweze kulindwa kwa kiwango kikubwa. Sawa. Naam, Shirika la Taifa la Maendeleo lenyewe linasimamia na kutekeleza miradi ya kimkakati, na kielelezo kubwa ni miradi mitatu ambayo inatajwa hii pamoja na mingine ambayo inatekelezwa. Pengine tupitishe katika hatua ambayo imefikia. Kwanza, Shirika letu la Taifa la Maendeleo ni shirika ambalo limetoka muda mrefu tokea enzi za Baba Taifa, limefanya kazi kubwa na hivi sasa linaendelea kufanya kazi kubwa sana. Lina miradi mingi, ukiachia hii miradi ambayo ina miradi mingi watu wengine wafahamu. Pale ukienda pale Kibaha, sawa, kuna ile eneo la NDC pale ambalo sasa hivi limeanzishwa kama industrial park maalum, lakini inamiliki maeneo mbalimbali ikiwepo kama shamba letu la mipira, lakini kiwanda chetu kile cha Kilimanjaro National Pool ambacho sasa hivi kimekuja kasi kubwa sasa, zinatengeneza vifaa vyetu vya vipuri vya aina mbalimbali. Hata baadhi ya makampuni mengine yanategemea sasa hivi vipuri kutoka na pale. Kazi kubwa inaendelea. Lakini hata hivyo tuna maeneo mengine ya miradi hii ya vielelezo tunaita. Maana imepita katika kitaji ya miradi ya mkakameni, miradi ya vielelezo. Tuna mradi wetu mkubwa, kwa mfano mradi wa Engaruka. Mradi huu nakumbuka ni wa siku nyingi sana, na mwanzo itakuwa tekelezwa katika ziwa Rantron, lakini kulikuwa na changamoto kidogo za kimazingira. Baadaye ikafanyika tena feasibility study, ikaonekana eneo la bonde la hapa Engaruka linafaa kwa swala zima la uzalishaji wa magadi soda. Na mashapo pale monekana yana kiwango kikubwa sana cha uzalishaji, utafika zaidi ya miaka 700, ambao ni kazi kubwa sana hiyo. Maana yake tuna utajiri mkubwa sana. Pale kazi inaenda vizuri, na tushukuru sana serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika eneo hili unaona kwa mara ya kwanza serikali imeweza kutoa fidia shilingi bilioni 5.8. Hii maana yake imeenda kwa wananchi moja kwa moja. Acha ile ambayo ulipaji wa leseni ambayo imefika karibu bilioni 6.3. Lakini imeendaje kwa wananchi? Imefikaje kwa wananchi moja kwa moja hiyo? Hii maana yake imeenda kulipwa kwa, maana yake ilifanyika kwanza, ikafanyika pale tathmini. Ikaonekana watu karibu 595 wanatakiwa lipe fidia. Watu hawa sasa hivi wote maana yake tumekamilisha zoezi la kutoa fidia. Kazi kubwa imeendelea pale. Kwa hiyo sasa hivi tumeenda katika stage nyingine. Mradi tuliweza kutangaza mwishoni mwa mwezi Desemba mwaka jana, na sasa hivi mkandarasi ameshapatikana, yani mwekezaji ameshapatikana. Tuko katika stage za mwisho za negotiation, wanafanya taratibu za mwisho, na imani yetu kwamba ndani ya mwaka huu maana kazi itaanza ya uchimbaji pale magadi soda, ambayo itakuwa ni raw material katika viwanda vyetu vya vioo, viwanda vyetu pharmaceutical, vya sabuni na vinginevyo. Lakini mradi mwingine wa kielelezo ni mradi wa Liganga na Mchuchuma. Mradi huu nakumbuka historia yake muda mrefu sana. Lakini unaona sasa serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imekuja kwa kasi kubwa. Kwanza kubainisha mambo gani ambayo yatakuwa ni utajiri mkubwa katika nchi yetu. Eneo bainika ni swala zima la mradi wa Liganga na Mchuchuma. Katika mradi huu unaona sasa kitu kilichofanyika ni kwamba miaka yote tulikuwa tunazungumza hapa, lakini mradi ule ulikuwa hujalipa fidia. Sasa Mheshimiwa Rais alichokifanya ni kuhakikisha kwamba anatenga fedha za fidia. Na fidia ile ilitolewa takriban shilingi bilioni 15.4. Ziliweza kulipwa kwa wananchi wote pale. Karibuni watu wananchi 1114, ambao hii ni kazi kubwa tumeifanya pale vizuri. Lakini hata hivyo maana sasa tulikuwa na mwekezaji wa kwanza. Serikali ikaona sasa tulikuwa tumesuasua, lakini ikaonekana utekelezaji haukwenda vizuri. Kwa sasa hivi imepatikana mwekezaji mwingine ambao tunakamilisha mambo ya makubaliano, negotiation. Timu yetu ya kitaifa iko pale inafanya makubaliano ili mradi tutapofikia nani basi tuweze kutekeleza mradi huu. Huu mradi itakuwa ni game changer uchumi wa nchi yetu. Ambapo unaona kwamba zaidi ya chuma kile tani milioni 3 itakuwa inazalishwa kila mwaka. Kwa ni kazi kubwa sana katika nchi yetu hii. Naam, kumbuka mwaka jana pia kulikuwa kuna fedha ziliidhinishwa kwa ajili ya kuwalipa fidia kama bilioni 15 hivi wananchi wa huko Ludewa ambao watapisha mradi huo. Mpaka sasa hivi imefikia wapi?
Kwanza pale tuna miradi miwili. Tuna mradi wa Liganga na Mchuchuma. Huu ni mradi mkubwa ule ambazo matarajio yake ni kuzalisha tani hii milioni 3 ya makaa. Kwa sababu pale watu wengine wanachanganya, kuna Mchuchuma na Liganga. Unaitwa mradi wa Mchuchuma na Liganga. Hii ni maeneo mawili tofauti. Yako katika wilaya ya Ludewa. Sehemu ya Mchuchuma ni kwa ajili ya kuzalisha makaa ya mawe ambapo capacity yake ni kuzalisha tani milioni 3 kwa mwaka. Alafu kuna sehemu ya chuma cha Liganga kuzalisha tani milioni 2.3 kwa mwaka. Ambacho hii ni miradi nani. Lakini kuna mradi mwingine wa Maganga Matitu. Uko pale mlima mwingine unaitwa Maganga Matitu, uko jirani pale. Kwa hiyo eneo hili la Mchuchuma na Liganga ambao ndio limeshalipa fidia shilingi bilioni 3, bilioni 15.4. Fidia yake imeshakamilika, watu ambao nimezungumza watu wale 1100 karibu na 14. Lakini kuna eneo lingine la Maganga Matitu. Ulipaji wa fidia sasa hivi ndio tunamalizia. Hili eneo hili limepata mwekezaji mwingine anaitwa Fujan akishirikiana na serikali na NDC ambapo tuna share zetu pale serikali. Kwa hiyo manake mradi huu sasa tuna miradi miwili pacha pale Ludewa. Mradi wa Maganga Matitu ambao fidia yake ndio tutamalizia kulipa sasa hivi. Lakini mradi wa Mchuchuma na Liganga fidia yake ambayo alitoa Daktari Samia Suluhu Hassan bilioni 13.4 hii imeshalipa. Manake sasa kazi iko tayari kuendelea kuhakikisha tunabadilisha uchumi wa nchi katika sekta ya chuma. Kwa sababu ndio. Kwa sababu ni mradi ambao umezungumzwa muda mrefu, umekuwa ukiimbwa sana. Na sasa hivi unahakikisha vipi wa Tanzania sasa kwamba kinachokwenda kutendeka ni halisi, kwa sababu kila muda imekuwa ni mradi ambao ahadi tu zinatolewa. Mradi huu ulitolewa muda mrefu ahadi. Lakini kitu kinaitwa commitment, sawa? Ule udhibiti wa kusema tunafanya. Wakati tunazungumza swala mradi huu ilikuwa wananchi wa pale hawajalipa fidia. Lakini kwa mara ya kwanza leo sasa kwa vile serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan na sisi tunamsaidia, ambapo sisi tunatumwa na yeye lazima tutekeleze hii kazi. Spidi ya utekelezaji umekuwa kubwa sana. Ukienda kule sasa hivi kazi iliyofanyika ni kubwa. Swala la kuwaondoa watu kwanza kuwalipa fidia kwamba eneo hili liachwe kwa ajili ya mradi ni jambo kubwa. Lakini ukiangalia kazi kubwa inafanyika utengenezaji wa barabara. Ni barabara pekee nchini Tanzania katika mikoa mbalimbali inayotengenezwa kwa kiwango cha zero. Ni commitment ya serikali, zaidi ya kilomita 50 sasa hivi zimekamilika. Ni manake ni gharama kubwa zaidi, lakini serikali imeamua kuweka fedha na kazi hii inaendelea. Lakini hata hivyo unaona kwa sehemu zingine pale ukiangalia kama unapoenda katika eneo lile la Mchuchuma kule unapokwenda kuna barabara ilikuwa inasumbua sana. Mheshimiwa Rais alitoa fedha hata mlima ule ukakatwa vizuri na katengenezwa ili kuruhusu swala la makao mawe upande wa Katewaka na ule upande wa Mchuchuma yaweze kutoka. Kwa hiyo unaona kwamba ni kipindi ambacho kwamba serikali imeamua kuhakikisha kwamba mradi huu unatekelezeka. Na hata katika mipango yetu ya taifa, kwa mfano mpango wetu wa dira yetu ya 2050 unaona jinsi gani kwamba katika kufikia kiwango kile cha kati, uchumi wa kati ya kiwango cha juu, serikali imeweka kipaumbele katika mradi huu. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan mradi huu ni mradi ambao tumesema kwamba ni mradi lazima utekelezwe kwa nguvu zote. Na Mheshimiwa Rais hii ni sehemu yake ambayo ameiweka kipaumbele sana kwa uchumi wa nchi hii unasukumwa na mradi huu mkubwa. Kwa upande wa makaa ya mawe, kwa uelewa ni kiwango gani ambacho kitakuwa kinatarajiwa kutumika kwa hapa nchini na kusafirishwa pia? Sehemu ya makaa ya mawe pale ya eneo la Mchuchuma, matarajio yetu ni kwamba kuweza kuzalisha tani milioni 3 kwa mwaka. Na eneo hili maana yake ni kwamba yale makaa mawe yatakuwa yanafanya kazi kubwa zifuatazo. Jambo la kwanza itatumika katika mauzo eneo moja, lakini jambo la pili itatumika katika kuzalisha umeme. Tunatarajia kuzalisha umeme megawati 600 pale. Kati ya hizo manake zingine zitaingia katika kusaidia mradi wa Liganga, lakini zingine zitaingia katika grid ya taifa. Na hapo manake umeme peke yake utauzwa zaidi ya dola za Kimarekani milioni 300. Karibuni 80 zitakuwa zinapatikana kila mwaka. Kwa hiyo ni fedha nyingi zinapatikana. Lakini mauzo ya makaa mawe takriban shilingi milioni 114. Hizi zote zitakuwa zinazalishwa kila mwaka katika upande wa makaa mawe. Kwa hiyo ni kazi kubwa inafanyika pale na eneo hili litabadilisha maisha kabisa. Maisha ya watu, kwa sababu mradi ule utekelezaji wake ajira za moja kwa moja zitakuwa karibuni 6,600. Hizi ni moja kwa moja. Lakini zile ambazo indirect employment zisizo karibuni 26,400. Ukijumuisha kwa pamoja takriban ajira 33,000. Mradi huu ndio sasa ni mradi ambao ni game changer kwa uchumi wa nchi yetu lakini vijana wa Tanzania. Na lini matarajio tuanze sasa kupata haya manufaa ambayo yanazungumzwa? Matarajio yetu inshallah Mungu akijalia, tuombe Mungu. Inawezekana mwaka huu tutaanza kusikia jambo. Mwaka huu tutaanza kusikia jambo. Kwa hiyo tuombe Mungu. Hapa tunapozungumza tuko mwezi gani? Huu mwezi wa 9. Mungu akijalia mwaka huu tutaweza kusikia jambo. Sawa. Tukisalia hapo kwenye swala la makaa ya mawe, waziri unafahamu kwamba ni jambo kubwa katika nchi yetu kwa sababu ni miongoni mwa vitu ambavyo vinapatikana kwa wingi na ni jambo ambalo limetuingiza katika mijadala hata hivi karibuni.
tumesikia watu wakituhumiana kwamba wewe unasafirisha makaa ya mawe, na baadhi pia wanasiasa wakitoa hoja kwamba makaa ya mawe yamekuwa yakisafirishwa kwa kiasi kikubwa, malori na malori yanaonekana huko mikoa ya nyanda za juu kusini yanasafirisha makaa ya mawe na kwa sababu hapa tunazungumza hoja ya kuendeleza viwanda kwa kutumia malighafi zetu. Sasa hili la Watanzania wakisikia kwamba makaa ya mawe yanasafirishwa yanapelekwa nje na vitu kama hivyo, na hapa tunazungumza hoja ya kutumia hayo makaa ya mawe katika kutengeneza umeme na kuendeleza viwanda vyetu, kipi ni kipi hasa? Biashara inafanyika sasa hivi ni biashara gani? Katika uchumi yote lolote linaweza kuzungumzwa katika mambo ya uchumi, katika mambo ya biashara, lakini lazima tuseme kwamba export ya bidhaa ni jambo muhimu sana kuingiza foreign currency kwa nchi. Kwa hiyo sisi kama Tanzania tukisema tunasafirisha makaa ya mawe, yani nchi yetu ikiwa miongoni mwa export wa makaa ya mawe, manake kwetu sisi ni credit vile. Kwa hiyo lazima makaa ya mawe hayo yakisafirishwa market tunaongeza fedha za kigeni. Isipokuwa sasa nani anasafirisha, hicho ni kitu kingine. Sasa kubwa zaidi ni jinsi gani tutafanya, kwa sababu pale kuna private company. Kwa mfano pale ukienda pale Ruvuma, utakuta mradi mmoja mkubwa sana wa kampuni moja ya Ruvuma coal mine. Wale jamaa wako very serious, ni investor, wanafanya kazi kubwa, na ukienda pale Mtwara wameweza kuchukua mpaka eneo kubwa pale kwa ajili ya kuhifadhi makaa mawe. Tunataka watu kama, sababu ukiangalia chini ya ajira, manake kuna ile issue ya logistics, watu wenye maroli yao waliokopa wengine wamechukua maroli wanasafirisha huo mzigo, hiyo ni moja. Lakini kuna vijana wanaopata pale kazi, ni jambo. Ukienda Mtwara pale bandarini, eneo lingine pale utakuta kwa hiyo yote ni chini ya ajira, lakini chini ya kuingiza mapato. Kwa hiyo makaa ya mawe sisi kama Tanzania, sababu sisi ni matajiri kama makaa ya mawe. Ukiachia hapa Ludewa, lakini ukienda kule Ruvuma kuna makaa ya mawe yote. Kwa hiyo ni kubwa ni kwamba viwanda vyetu vingine vinatumia makaa ya mawe kwa ajili, kwa mfano kama viwanda vingine utakuta vilikuwa kwa mfano pale Dangote kipindi kile cha makaa ya mawe na wengineo, lakini mengine kwa kusafirisha nje, maana inaongeza thamani ya nchi yetu kutoka pesa za kigeni. Sasa mlolongo wa kibiashara huo sasa una utaratibu wake mwingine, lakini jambo hili la kuwa na uchumi huu ni jambo la msingi sana. Tunaweza tukapata angalau tupate picha kutoka wizarani kuhusiana na volume, kuhusiana na kiwango hicho cha biashara ambayo tunaifanya, ambayo unaisema ya kusafirisha ama ya kuuza makaa ya mawe nje ya nchi. Mpaka sasa kwa sababu hili linaratibiwa na wenzetu wizara ya madini. Swala la biashara makaa mawe generally, uchimbaji wa makaa linaratibiwa na wizara ya madini. Lakini kiujumla ni kwamba tumeweza sisi nchi yetu kufanya biashara kubwa. Na sasa hivi zaidi ya tani milioni 1 inasafirishwa kwenda nje. Maana ni kazi kubwa zaidi. Tani zaidi ya milioni 1 inasafirishwa nje. Kwa hiyo maana hii kutoka kwa wekezaji mbalimbali. Kuna mradi pale wajitegemee unafanya kazi hii kubwa, lakini kuna mradi wa Ruvuma na wengine wachimbaji wengine. Kwa hiyo kiujumla tuseme kwamba nchi yetu ni miongoni mwa nchi ambayo inafanya vizuri. Nikupe mfano mmoja. Hivi karibuni hapa nyuma wakati vita vya Ukraine na Russia vinatokea. Nchi zilizoendelea mwanzo zilikuwa nasema ni marufuku biashara nishati ya hii. Lakini nilifika pale Brussels. Watu nishati bara la Ulaya ilikuwa ni changamoto kubwa. Kwa sababu usafirishaji wa gesi ambao ilikuwa inatoka Russia na ilikuwa ni changamoto kidogo. Nishati kubwa iliyokuwa inatumika duniani ni makaa ya mawe katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kwetu sisi kibiashara lazima tuifanye hii biashara kwa sasa. Yes. Na nishukuru sana wawekezaji wamejitahidi sana kuwekeza katika eneo hilo, na serikali manake inatengeneza mazingira rafiki kuhakikisha kwamba kila mmoja aweze kufanya kazi vizuri, kwa lengo ni kwamba tutengeneze ajira, lakini tutengeneze uchumi wa nchi yetu. Lakini je, hii mnaitazama kama malighafi, kwa maana ya kwamba makaa ya mawe yakiwa yanachimbwa na kusafirishwa kama yalivyo, kama serikali mnaridhika na hilo, ama mngependa kuona kwamba haya makaa ya mawe tunayatumia hapa kutengeneza vitu vingine kama umeme na vitu vingine? Kwanza makaa ya mawe unafahamu kwamba ina kazi nyingi. Kazi yake sema ni nishati moja, ina kazi nyingi. By products zingine sasa hivi kuna teknolojia inakuja hivi, wenzetu unaona kama kazi kubwa inafanyika ya kutengeneza mkaa mwingine mbadala. Hii ni moja ambazo zinatumika katika kusema ni products zaidi, lakini nyingine inatumika katika viwanda vyetu hapa. Kwa hiyo kama matumizi ya raw material kwa nchi yetu inatumika katika matumizi ya ndani. Sasa mpango wa serikali mkubwa ndio huu, maana sisi kama serikali katika kuzalisha nishati ya umeme ndio tumelenga katika mradi wetu wa Mchuchuma, ambao huu tunajua kama huu ukisaidia kuzalisha umeme utaingiza katika grid ya taifa ile moja, lakini pili utasaidia swala zima uendeshaji wa mradi mkubwa mwingine wa Liganga. Kwa hiyo kama nchi tunasema kwamba tumeanza kuangalia jinsi gani tutafanya katika upande huo kuzalisha nishati za kuingia katika grid ya taifa, lakini ule ambao mwingine unaenda for export
kazi yetu ni kufacilitate biashara iweze kufanyika vizuri. Naam, waziri, shukrani sana. Tutarejea hapa kuendelea mara baada ya mapumziko mafupi. Tunaye hapa waziri wa viwanda na biashara Seleman Jafo. Asante kwa kuendelea kufuatana nasi katika Morning Trumpet. Tunaye hapa waziri wa viwanda na biashara Seleman Jafo, tukigusia mengi ambayo wizara hii imekuwa ikifanya. Na kabla ya kwenda mapumziko mafupi, tumezungumza kuhusiana na miradi ya kimkakati mikubwa mingi, na pengine tugusie pia kuhusiana na uzalishaji mwingine ambao unafanyika hasa kwa upande wa mbolea. Hali ikoje hasa kwa wakulima na wafugaji ambao wamekuwa wakinufaika, tukizingatia kwamba pia tumekuwa na gap kidogo kwenye mbolea. Ndio maana serikali imekuwa ikitoa ruzuku ya mbolea ili angalau kutoa unafuu kwa wakulima. Sasa kuna hoja ya kuona kwamba tunakuwa na viwanda vingi zaidi vya mbolea. Naam, katika jambo ambalo tunasisitiza sasa hivi, tunahangaika jinsi gani tutazuia matumizi ya fedha za kigeni. Sisi tunatumia fedha geni sana katika manunuzi ya mafuta, manunuzi ya mbolea na manunuzi ya bidhaa zingine. Sasa nchi yetu katika upande wa viwanda tunahangaika jinsi gani tutafanya local production kuweza kupata baadhi ya mahitaji. Sasa katika eneo hilo, eneo ambalo muhimu ni eneo la mbolea. Mbolea, unaona kwamba sisi mahitaji yetu yameenda kupanda. Miaka takriban 5 iliyopita tulikuwa na mahitaji ya tani 600,000. Lakini imeendelea kupanda na sasa hivi imefika tani 700,000 na tunapanda hapo kwa sababu kilimo kimeongezeka sana. Na kilimo kiongezeka mpaka tija inaongezeka, na tija kiongezeka lazima tuhitaji mbolea. Kwa hiyo tumekuwa na changamoto kubwa katika eneo hilo. Sasa mara nyingi sana kuna hizi mbolea za folio na hizi mbolea zingine. Sasa tulikuwa na kiwanda chetu cha Minjingu peke yake ambacho ndio kinafanya production mbolea aina mineral fertilizer. Na bahati nzuri vingine walikuwa kazi yao ni kublend tu zile mbolea. Tuna viwanda vidogo vidogo vingi sana zaidi ya 30, lakini hao kazi yao ni kublend. Lakini vikubwa hapa tunazungumzia Minjingu. Sasa hivi tumepata kiwanda kikubwa kinaitwa Intracom kiko pale Dodoma na hii Yara Group. Kwa hiyo utaona kwamba lengo ni kwamba kuweza kumiti demand tulokuwa nayo. Sasa hivi bahati nzuri kwa wenzetu wa Intracom ambao ni kiwanda kipya, na tumshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Alifanya initiative kubwa sasa hivi kuanzisha kile kiwanda na yeye ndio amekizindua kile kiwanda hivi karibuni. Kiwanda kile capacity yake hivi sasa kina uwezo kuzalisha tani milioni 1. Kama sisi mahitaji yetu sasa hivi imeenda tani 700,000 kwenda tani 800,000 kutokana na uzalishaji unapoongezeka. Kwa hiyo kwa kiwanda kile peke yake na inazalisha mbolea hizi za mineral fertilizer and foliar fertilizer. Na hii manake inasaidia kuweza kuondoa kabisa gap ya mbolea. Kitu kikubwa alichofanya ni kusema ni swala la elimu. Sasa watu waone kwamba kuna mbolea inazalishwa ni nzuri hapa nchini mwetu. Kwa hiyo ukichukua kiwanda cha Minjingu, ukichukua cha Intracom, ukichukua Yara Groups na wengine, ina maana kwamba tunaenda vizuri katika upande wa mbolea. Sasa kitachobakia ni kuona kwamba jinsi gani preference ya watumiaji ni mambo kama haya. Lakini hata hivyo ni juhudi kubwa zinafanyika vile kuendelea ku-invite wawekezaji waje kuzalisha mbolea hapa nchini mwetu. Katika jambo ambalo sijazungumza mwanzo, katika ule mradi wa Mchuchuma na Liganga, miongoni mwa manake mule ukiachia ile chuma iron ore, lakini kutakuwa ile titanium, vanadium, lakini kutakuwa na sulfur ambayo inatumika katika uzalishaji wa mbolea. Kwa hiyo hata mradi ule impact yake manake unaweza kusaidia kwa swala zima kutrigger uanzishaji wa kiwanda cha mbolea. Kwa hiyo sisi tutaendelea kufanya initiative. Japo sasa hivi tunaenda vizuri sawa katika kuoana na viwanda vya mbolea, lakini tutaendelea kuhamasisha zaidi tupate viwanda vingi vya mbolea, tuondoe changamoto ya mbolea kabisa nchini mwetu. Sasa jitihada zilizotumika kwenye kulinda viwanda vya ndani kwa upande wa sukari, maanake hizo haziwezi kutumika kwenye kulinda viwanda vya ndani kwa upande wa mbolea, au hiyo yenyewe imeamua kuiachia kuwe na ushindani? Mimi ni waziri wa viwanda na biashara, kazi yangu ni kulinda viwanda. Hata mtu asemeje, mimi kazi yangu kulinda viwanda. Katika jambo hili tumeenda kulifanyia kazi. Kwa mfano mimi nilitembelea kiwanda kile cha Intracom pale. Walikuwa na malalamiko yao kwamba walikuwa wanasema wanatengeneza mbolea, lakini walikuwa na soko kubwa sana Uganda, soko kubwa sana Kenya, lakini hawana soko kubwa Tanzania. By that time nilipoenda kutembelea, ilikuwa nakumbuka ilikuwa ni mwezi wa pili kama sikosei, walikuwa wameuza katika ndani wetu tani zisizozidi 4,000. Kwa hiyo tukaona sisi jinsi gani ya kuchagiza sasa kiwanda kile tuweze kutumia mbolea. Lakini nishukuru sana Wizara ya Kilimo. Sasa hivi manake mbolea ruzuku kienda pale utakuta mifuko kabisa ya mbolea ruzuku. Manake serikali, kwa sababu sisi tunaweka bajeti kubwa sana kwa ajili ya ruzuku ya mbolea na pembejeo zingine. Kwa hiyo sasa hivi ukiona serikali sasa imeingia pale ruzuku za pembejeo,
tunanunua pale, maana hiyo ni jambo kubwa la kuchagiza swala zima la ununuzi wa viwanda malighafi hapa bidhaa hapa ndani. Lakini maana yake ni tutasaidia kulinda hivi viwanda vya ndani visikose soko, kwa sababu vikosa soko vitashindwa kufanya uzalishaji. Kwa mfano kiwanda kile mpaka mwezi wa pili kilikuwa na watu waliajiriwa 907. Sasa hivi kimeongeza, imefika watu karibuni 1000, wanaenda karibuni watu 2000. Kwa maana yake lazima tukilinde kile kiwanda, kwa sababu tunalinda ajira za ndani za vijana wetu, lakini mwisho wa siku kuhakikisha uchumi unasonga mbele. Kwa kazi hiyo tunaifanya. Mimi nina wivu mkubwa wa viwanda vyangu. Nina wivu mkubwa wa viwanda vyangu. Kazi yangu kubwa ni kuhakikisha hivi viwanda lazima tuvilinde kwa nguvu. Yani hoja yangu ni kwamba kwa mfano kwenye sukari kuna ile kwamba sukari tunazalisha kwenye viwanda vyetu. Mtu ambaye anafanya biashara ya sukari atapata kwenye hivyo viwanda. Anayetakiwa kuleta sukari ndani kutoka nje inabidi apate kibali maalum. Manake hakuna hiyo free market kwa upande wa sukari. Sasa kwa upande wa mbolea ni hatua zipi ambazo zinachukuliwa? Kwa sababu ulizungumza hapa kuhusiana na kwamba tunavyo viwanda ambavyo vinaweza vikazalisha tukatosheleza mahitaji, lakini wakati huo huo bado tuna mbolea ambazo zinaingia kutoka nje. Kwa sasa hivi, kwa sababu trend ilikuwa inaonekana bado tulikuwa na gap ya mbolea. Maana yake nimezungumza hapa, ile ninazungumza tani milioni 1 ni installed capacity. Maana kuna kitu kinaitwa installed capacity na actual production. Installed capacity ya kiwanda cha mfano Itracom ni tani milioni 1. Lakini sasa hivi maana yake bado hawajafikia tani kwenye uzalishaji. Kwa uzalishaji wao. Kwa hiyo maana yake bado kuna gap ya nini? Ya mbolea. Wakati huo sasa lazima tunachagiza viwanda vije kuongezeka na huyo aongeze uzalishaji, lakini wakati huo utaratibu sasa wa mbolea zitakuwa zinaingia, lakini huku tunachagiza jinsi gani tutafanya sisi wenyewe tu watumiaji wa kubwa mbolea. Ikifikia hatua ikatosheleza mahitaji, maana yake mtachukua hatua gani? Kazi yetu ni kulinda viwanda vya ndani. Endapo production itakuwa imefika katika muda ambao tunaona kwamba hapa tuna surplus, lazima tunaweka mechanism ya kulinda viwanda vya ndani. Naomba nikwambie, katika mwaka huu katika bajeti ya mwaka huu unaona kazi kubwa tulifanya ya kuweka misingi ya kulinda viwanda vya ndani. Hata viwanda vya sukari tumeweka misingi ya kuvilinda. Viwanda vya nondo, sasa hivi production tu ya nondo imezidi mahitaji yetu. Tunalinda viwanda, tumeweka mechanism ya kulinda viwanda vya ndani. Viwanda vya kuzalisha bati hizi za rangi, sasa hivi production yetu imefika tani 260, ambao demand yetu ni tani 130. Tuna surplus hapa. Tumeweka misingi ya kulinda viwanda hivi ndani. Kwa hiyo manake hata hawa manake tutapofika wakati mzuri lazima tuwalinde, kwa sababu kazi yetu kubwa ni kwamba lazima tuchagize uwekezaji. Mtu atapata imani ya kuja kuwekeza endapo ataona kwamba analindwa. Kwa hiyo hii ni msera yetu kubwa, na sisi Wizara ya Viwanda na Biashara hatuna jambo dogo. Tutarabana na watu wote kuhakikisha kwamba tunalinda nchi yetu, tunasonga mbele na watu wanapotajia viwanda vinaendelea. Sasa wakati tunazungumza viwanda, kuna ndoto pia ambazo zipo ambazo wenzetu walishazifanikisha miaka mingi iliyopita, na sisi tunajaribu kupiga hatua kuona kwamba tunakuwa na ndoto hizo, kuwa na viwanda vya magari kwa maana ya kwamba from the scratch, yani kuanzia mwanzo mpaka mwisho vinatengeneza kwa kutumia malighafi hapa ndani na wataalamu hapa ndani. Sasa ndoto hii ipo katika hatua gani? Kwanza tushukuru, unajua tunaenda mbali, tunapata mafanikio makubwa. Ndio maana utakuta mtu mwingine anasema nchi ndani hatuendi, tunaenda kwa kasi sana. Sasa hivi naomba nikwambie, kipindi hichi tuna viwanda vingi vya magari. Vingine hivi vya kufanya assembling, lakini kuna viwanda vikubwa. Kwa mfano kuna Saturn Corporation kiko pale Kigamboni. Mimi mwenyewe nilienda katika kuhitimisha mwaka mmoja kiwanda kile. Lakini Mheshimiwa Rais ndio aliyokifungua kiwanda kile. Sasa hivi uwezo wao wa kuzalisha magari wanafikia mpaka magari 9,000. Hiyo ndio capacity yake. Sisi mahitaji ya maroli ni maroli 11,000. Kwa hali pekee yake kiamua full production, maana yake wanaweza kufanya kazi kubwa. Lakini tuna Sinotruk. Ni kiwanda kikubwa kinafanya assembling ya magari, ambapo pale kufikia ile Industrial Park pale Kibaha, ambao wameweza kufanya kazi na hawa watu. Kwa hiyo naona kwamba sisi katika upande wa magari sasa tumesonga mbele zaidi. Itafika muda sasa hivi kwa mfano kwa sasa hivi kiwango cha malori kinachohitajika, yale matera ya malori, sisi tuna uwezo, tumekuwa mkubwa. Bahati nzuri, naomba niwape story moja. Juzi hapa tulipata ugoni kutoka Oman, na sehemu walitembelea pale Kigamboni. Walipotembelea pale wakashangaa na walifanya order pale. Mtu anashangaa gari natoka hapa Tanzania, watu washapata order kupeleka Oman. Sio jambo ambalo katika hali unaona kama jambo haliwezekana, kitu maana tunasonga. Yani haya magari ni magari ambayo yani malighafi zinatengenezwa kutoka hapa au zinatoka magari haya. Tofauti yake sasa ndio huko tunakokwenda. Magari haya kinachofanyika, hatujafikia stage ya kutengeneza vile vipuri. Sawa? Ndio maana tunachagiza ujenzi wa kiwanda cha hii Mchuchuma na Liganga, kwa sababu tunataka
baadhi ya vipuri vyote vimetengenezwa hapa. Hivi viwanda hivi unavyoviona hapa, kama unachokiona hapa, hivi maana yake nini? Kuna vipuri vingine vinatoka nchi mbalimbali hapa, wanakuja kuviunganisha mpaka kupata magari. Sasa kazi kubwa ya kiwanda cha chuma na Liganga tunakokwenda, kwa sababu tutakuwa na kiwanda cha steel na kila kitu, kile chuma kitatengeneza vifaa vyote vinavyotakiwa hapa kwa ajili ya utengenezaji wa viwanda. Huko tutafofika, maana yake baada ya Mchuchuma na Liganga itapoteke off, issue ya magari sisi inawezekana tukawa ni hub kubwa sana utengenezaji wa magari barani Afrika. Sasa wakati tunazungumza magari, Hilda, kuna wenzetu ni kama vijana wenzetu. Sasa sijui kama umesikia waziri, nilikuwa naangalia ripoti ya BBC, walikuwa wanazungumza na vijana ambao wanapatikana pale Mazimbu, kwenye uwanja mdogo ule wa ndege Mazimbu pale, wametengeneza ndege zinaitwa, ile ndege wameita jina la Sky Leader 500 na nyingine Sky Leader 600, inaweza kutembea kilomita 265 hivi kwa saa. Watu wakawa wanashangaa kwamba inawezekana vipi vijana wa Tanzania wakatengeneza, wanakarakana pale, wanaunganisha ndege wenyewe mpaka imekamilika. Sasa sijajua kama umepata taarifa hizo, lakini kwa jitihada kama hizi ama kwa ubunifu kama huu ambao vijana wa Tanzania wanaofanya, nafahamu pia kuna wengine wamewahi kufanya attempts za kutengeneza magari, wakashindwa tu kupata watu wa kuendeleza, na wengine wanafahamika, wengine ni watu maarufu. Sasa sijajua wizara yako inafanya nini kwa wale watu ambao wanajaribu kufanya vitu fulani lakini wanahitaji pia kushukwa mkono ili kuvifanya kwa ukubwa zaidi. Wizara ya Viwanda na Biashara ina taasisi takriban 13. Kati ya hizo hii SIDO katika upande mwingine, lakini ina Kamatech, ina Temdo, lakini ina Temdo, ina Tildo. Tildo pale inakuza bunifu. Inakuza bunifu na kuweza kuendeleza bunifu za aina mbalimbali za kitafiti. Na tushukuru sana baadhi ya watu ambao wanasema wamefanya uthubutu. Kwa mfano tuna ndugu yetu Masudi Kipanya. Na Masudi Kipanya sasa hivi shughuli zake pale yuko tumeamua yuko pale eneo la Tildo pale. Ukienda Mikocheni pale. Kwa hiyo Msasani pale. Manake nini? Hii ni kazi kubwa inaendelea kufanyika. Lakini hawa Morogoro tuseme sisi tunaenda mbali zaidi. Nikwambie, ukienda Morogoro pale kuna ndege zinatengenezwa ni international standard. Zilikuwa katika maonyesho ya Sabasaba hapa juzi. Ni international standard. Kwa hiyo manake kwa nchi tunasonga mbele. Kubwa zaidi, naomba tusijidharau kama Watanzania. Unajua bahati mbaya sana, unajua wengine anaona kama vitu rahisi. Tusijidharau kama Watanzania, tunasonga mbele kwa kasi sana. Tunasonga mbele ukiangalia zile ndege, na ndege zile wana design hata swala zima la kumwagilia madawa katika mashamba na nini, crop dusting. Yani kuna kazi kubwa sana inafanyika. Na zile ndege ziko international standard. Wako pale Morogoro. Kwa hiyo niseme kwamba sisi tuna recognize haya yote, na kazi yetu kubwa ni kuchagiza kila mmoja play part yake, tusukumane tusonge mbele. Na kubwa zaidi tunawafungulia dirisha nyingi kuambia, ukienda katika uwekezaji aina yote, taasisi yetu ambaye mwanzo ilikuwa TIC na APZD sasa zimeungana pamoja, kuna package ya incentive katika aina ya uwekezaji, watu watumie maarifa haya tusonge mbele kujenga uchumi wetu. Na awali uligusia kuhusiana na dira ya mwaka 2050, na ni taswira ipi ambayo ipo katika sekta hii ya viwanda na biashara kuelekea 2050, hasa pia kwa upande wa maendeleo na manufaa? Kwanza, hatuwezi kuwa nchi iliyoendelea bila kuwa na viwanda. Hilo jambo la kwanza. Naomba niwaambie ukweli. Nchi yote inaitwa developed country. Manake imeendelezwa na nini? Na viwanda. Nchi zinakuwa zinaenda stage by stage. Kwa hiyo kilimo kitachagiza kuzalisha raw material. Baadaye sasa viwanda vina trigger kutumia raw material kuweza kusonga mbele. Kwa hiyo huko ndo tunakokwenda. Tunapozungumza mwaka 2050 kwa dira yetu tunaenda naye. Manake eneo kubwa ni kutumia viwanda kutransform kufika huko. Na tufike muda na tukubaliane. Tutafika muda idadi ya watu katika kilimo, lazima tuwe na investment kubwa katika kilimo. Sawa, lakini tupate package kubwa watu katika upande wa viwanda na upande wa manufacturing. Sasa tunakokwenda huku, manake tumeweka misingi jinsi gani tutafika huko. Misingi hii inaendana kwanza kwa nchi, kwa sababu nchi imeweka utaratibu wa kuweza kwenda kugroom vijana. Unaona kazi kubwa sasa hivi inafanyika katika usalama zima na vijana, kwa sababu human capital development ni kitu cha msingi zaidi. Serikali unapoona kwamba leo hii tunatengeneza utaratibu wa kuweka VETA katika nchi zetu. Leo hii kila halmashauri inatengenezwa VETA yake. FDC, manake tuna groom vijana hapa uweze kwenda. Lakini kubadilika kwa huu mitaala sasa hivi, sawa, baada ya sera mpya ya elimu iliyoboreshwa, ambapo
elimu hii sasa, manake na elimu ya ufundi unaipata, manake inatengeneza vijana ambao wataweza kuwa active human capital zitazuri katika upande wa viwanda. Lakini kubwa zaidi kutengeneza misingi mizuri, ndio huko tunazungumzia katika miradi ambayo itachagiza zaidi upande wa viwanda. Ni swala zima hii miradi mikubwa yetu ya vielelezo ambayo yenyewe itazalisha malighafi ambayo itasaidia katika kusukuma uchumi wa viwanda. Chuma leo hii ndio msingi mkubwa wa kufanya mapinduzi makubwa ya viwanda. Sasa hii tukifanya hivi, manake ndio tunaenda kwa safari tunakokwenda. Lakini wakati huo tuna mipango hizo, sera zetu, jinsi gani tunafanya na mipango yetu. Bahati nzuri hivi karibuni sasa hivi Wizara ya Viwanda na Biashara inakuja na mpango wa ujenzi wa viwanda karibuni 1945. Lengo kubwa viwanda hivi vitakuwa na programu ya kujenga industrial park, kujenga viwanda katika mikoa yetu. Na malengo ni kwamba kila mwaka kila mkoa utengeneze viwanda 3 vikubwa, na sio kama mkoa utatengeneza kwa pesa zake, ichagiza ujenzi wa viwanda 3 vikubwa, 5 vya kati, 20 vidogo na 30 vidogo zaidi. Tukifika miaka hiyo, manake mpaka ikifika 2031 tutakuwa tumejenga viwanda 1945. Lengo letu tuajiri watu milioni 6.5. Kati ya hao milioni 128 hao itakuwa direct employment, wengine indirect employment. Maana tutakuja kuweka nguvu kubwa sasa kusaidia vijana kuweza kuondoa katika changamoto ya ajira. Kwa hiyo miaka yetu tunapofika 2050 katika dira yetu, mpango wa viwanda ni mpango mkubwa, lakini tunawekea misingi sasa jinsi gani tutafika katika upande wa viwanda, hasa hii miradi ya vielelezo lazima ifanye kazi. Na mpaka sasa hatua gani zimefikiwa kulifikia hilo? Najua ni mpango mpaka mwaka 2030. Lakini mpaka sasa tumefikia katika hatua gani? Dira imeshazinduliwa, utekelezaji wa dira umesha mikakati yake vizuri, na bahati nzuri tayari sera zetu sasa hivi tumereview sera zetu, jinsi gani tumereview sera ziendane na mpango na dira yetu, na tayari sera yetu ya maendeleo ya viwanda tumesha review. Tena hivi karibuni tu mwaka huu tumereview. Lakini sera ya ujasiriamali na viwanda vidogo tumesha review. Yote hivi vimefanyika kwa ajili ya kujiandaa sasa kwenda nini? Kwa ajili ya mpango wa viwanda kwenda 2050. Na pamoja na swala la viwanda, kwa upande wa biashara, mazingira kuwa rafiki hasa kwa wazawa kufanya biashara ni moja pia ya mambo ambayo yamekuwa katika mjadala, na yapo maombi mbalimbali hasa katika hilo. Mnafanya nini kama wizara? Kwanza biashara tunaenda vizuri. Naomba niwaambie. Tunaenda vizuri. Naomba niwaambie tunaenda vizuri. Kwa mfano sasa hivi kwa sababu vizuri kila kitu kinaenda kwa namba. Leo hii tumepata soko kubwa kusini mwa Afrika. Na huku swala zima la madini, swala zima la mpunga tunauza sana kusini mwa Afrika. Leo hii mauzo yetu yametoka 1.3 billion US dollar. Tumefika 2.9 billion US dollar. Ambayo hii ni comparison ya 2021 kuja 2023 kwenda 24. Ambayo hii manake ni ongezeko la 27.7%. Ukiona biashara inakuwa kwa kiasi hicho, manake mauzo yake ni makubwa. Hizi nikizungumzia sasa hivi 2.9 billion US dollar, ukiweka katika neno yake unapata trilioni karibuni 7 zinakaribia hapo. Manake ni biashara, huyu ni kusini mwa Afrika. Lakini mauzo yetu katika soko la East Africa tumeendelea kufanya vizuri. Sasa hivi tumefika 1.163 billion US dollar. Tunaenda vizuri. Lakini tuna fursa katika soko la AGOA, lakini japokuwa liko na changamoto baada ya sera kidogo za Kimarekani, lakini watu wetu wameshajiandaa vizuri katika eneo hilo. Lakini soko huru la Afrika huku tayari wa Tanzania wameanza kuchagizwa na tumeanza kuwachagiza kupitia mifumo yetu mbalimbali. Kwa mfano niwashukuru sana Chemba ya Wanawake Tanzania chini ya Mama Sira pamoja na Mwajuma. Wameweza sasa hivi wana kazi kubwa ya kurumu wanawake 50 bilionea kwa ajili kwenda kufanya hilo. Lakini jinsi gani tunachagiza katika upande wa biashara. Kwa hiyo kijumla kwamba kibiashara tunaenda vizuri, ila tumenalinda wafanya biashara wa ndani. Tunawalindaje? Unakumbuka tumetoa GN namba 447 capital A hivi karibuni kuainisha item 15 ambao hazipaswi kufanywa na wageni. Hizi zifanywe na Watanzania. Lengo kubwa ni kuwalinda Watanzania, kuhakikisha kwamba nao wanafanya biashara, wanakuza uchumi wao. Umegusia hapo kuhusiana na kutengeneza mabilionea, na sekta ya biashara ina fursa hiyo na ina nafasi hiyo. Mpango ni upi sasa wa kutengeneza wapi ama endelevu? Kwa sababu isiwe tu kwamba kwa kundi fulani. Mabilionea wengine tuzaliwe. Mipango yenyewe ndio hii bwana. Mipango yenyewe ni kwanza, jambo kubwa watu watengeneze sera rafiki. Unaona kwamba tumepitia mwaka jana tulizindua sera yetu ya biashara. Tuli-review toleo la mwaka 2023, lakini kubwa sasa hivi kuna sera maendeleo ya viwanda. Tumesha kuwa na sera mpya maendeleo ya viwanda, tuna sera mpya ya vidogo, hiyo moja, lakini kuweka vile vile jinsi gani watakuwa bilionea watu wafanya biashara wale tulikuwa tunaona Kariakoo ambao walikuwa wanafanya vizuri zaidi. Wenzetu kwa utakuta Wachaga,
Wakinga, Wazaramo, wa Makonde. Leo hii unaona kwamba jinsi gani wamewekewa misingi zile biashara zao zisonge mbele zaidi. Ndio hii kufanya protection baadhi ya nani, kufanya jinsi gani hao wafanya biashara hao wasije kuwa masikini, wachukue mitaji katika mabenki, lakini wafanye biashara, zilindwe biashara zao. Hii ndio sosi ya kutengeneza viwanda nchini mwetu. Sasa kwa kumalizia tu swali moja la mwisho ambalo nilipewa na rafiki yangu mmoja baada ya kuposti kwamba unakuja kwenye kipindi, akaniomba nikuulize kuhusiana na yeye yuko kwenye eneo la asali, kwamba kuna wafanyabiashara kutoka nje wanakuja moja kwa moja wanaingia kwa wale wafanyabiashara wale wanaotengeneza asali na wananunua zile asali kwa bei ya chini, na kwa sababu wanaingia kiholela pia wakati mwingine serikali inakosa mapato yanayotakiwa na vitu kama hivyo. Sasa kwa sababu hili ni kwa upande wa asali, ila tunafahamu kwamba hao wafanyabiashara wamekuwa wakilalamikiwa pia kwa upande wa biashara nyingine kama kwenda kwa wakulima moja kwa moja kununua mazao yakiwa shambani, wengine wananunua kwa rumbesa na vitu kama hivyo. Hili jambo kwa upande wa biashara mmeelekea utaratibu gani kwa kushirikiana na pia na wizara nyingine ambazo zinahusika? Sisi kazi yetu ni kumjali Mtanzania. Hili tumeliona. Katika maeneo 15 tumeweka item kwamba bidhaa za misitu, lakini bidhaa za kilimo mgeni hatakiwi kwenda kufanya akiwa shambani. Kwa hiyo maana yake ni nini? Leo nikwambie, watu walikuwa wanaenda moja kwa moja wananunua mahindi kule shambani, Mbeya, kule Mbinga na nani. Tunataka mtu mgeni akija aende pale Kibaigwa akachukue mahindi. Aje akuje katika maduka ya asali. Kwa hiyo huyo ndugu yangu mwambie kwamba tumeshalifanyia kazi jambo hilo. Kwa hiyo ina maana kwamba sasa hivi mgeni haruhusiwi kwenda kununua asali kule site kijijini. Tunakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Jaffer huyo kututembelea siku muhimu kama leo, siku ya tarehe 16, na hii pia ni siku ya sherehe kwa wapenzi wa soka hapa nchini, maana ni dabi ya Kariakoo. Sijajua wewe uko pande gani? Mimi bahati timu yangu Mbao, bahati mbaya haipo katika ligi. Kwa hiyo basi baadaye tutakuwa tunapata burudani wote pamoja kupitia Azam TV. Asante sana kwa kuja na wasalimia watu wa Kisarawe. Naam, shukrani sana. Ni Waziri wa Viwanda na Biashara Selemani Said Jaffer tukizungumza naye hapa.